Kabla ya taarifa hizi ziko na usiri mkubwa ambazo tunabeberusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, na kuomba ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa za ndani kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia zaidi, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais azuiliwa na kufukuzwa ikulu ya Samia. Vita vikali vinaendelea kushuhudiwa katika ikulu ya Samia. Maskini Nchimbi hatakiwi kabisa kuonekana katika uongozi. Sasa iko hivi, kuna mwanaharakati hapa Tanzania anaitwa Rachel Dangwa ameweza kujitokeza na kutoa siri kubwa ambazo zinamhusisha Emmanuel Nchimbi. Rachel Dangwa anasema ya kwamba Samia na Jakaya Mrisho Kikwete wamekaa chini, wamechora, wamepanga kumzuia Emmanuel Nchimbi kuingia ikulu baada ya Samia Suluhu Hassan. Wanamfukuza, hatakiwi kukaa katika kiti cha enzi ikulu ama kuwa rais wa Tanzania. Sasa wamepanga baada ya Samia, yule ambaye atachukua mamlaka ya urais sio mwingine ila tu Paul Makonda. Na huyu Paul Makonda kuna wakati niliweza kumzungumzia. Paul Makonda alikuwa mtu mwenye ukaribu sana na Samia Suluhu Hassan, na hata Samia Suluhu Hassan yeye ndiye aliweza kupendekeza awe makamu wake wa rais ama mgombea mwenza wakichaguliwa awe makamu wa rais. Lakini kwa sababu ya uwepo kwa Jakaya Mrisho Kikwete akamleta Emmanuel Nchimbi awe mgombea mwenza, na Suluhu alishindwa kukataa kwa sababu alikuwa anahitaji tikiti ya chama cha CCM ama chama tawala sasa. Lakini hata hivyo sasa tunataarifiwa ya kwamba Jakaya Mrisho Kikwete amemruka Emmanuel Nchimbi, wanataka kuweka Paul Makonda kumrithi katika uongozi hapa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo hawataki kumuona Emmanuel Nchimbi, wanataka kumzuia, wanataka kumfukuza asiingie ikulu ya Tanzania. Yaani kuna watu ama kuna kikundi fulani ambacho kinakaa mahali wanaamua nani anakuwa rais, nani anakuwa mbunge, nani anakuwa diwani. Haswa tabia hii imeonekana katika chama tawala cha Mapinduzi. Taarifa hizi tumezipokezwa kisiri, na sasa ni wazi kwamba haya ndio yanaendelea kupikwa. Hata wakati tunapofuatilia kwa nini Emmanuel Nchimbi hatakiwi. Emmanuel Nchimbi amekuwa katika mstari wa mbele kukemea wale ambao wanakandamiza vyama vingine vya mrengo wa upinzani. Ukumbuke ya kwamba Emmanuel Nchimbi wakati wa mazishi ya Askofu Pengo alisimama akasema ya kwamba mimi sipendi mambo ya kupishana na vyama vya mrengo wa upinzani. Kupishana ni ujinga tu, kwa sababu upinzani na vyama vyao ni utumishi, na hata wale ambao wako serikalini CCM ni utumishi. Utumishi ni utumishi, hamna tofauti. Tofauti ni ile wewe uko serikalini na wewe uko upinzani, lakini utumishi kutumikia wa Tanzania ni ule ule. Kwa sababu ya vita hizi za kisiasa, Emmanuel Nchimbi hatakiwi kwa Samia Suluhu Hassan. Samia anamkataa Nchimbi kwa sababu Nchimbi hajamtetea kuhusiana na mauaji yaliyoshuhudiwa Tanzania. Ila tu tuliona Suluhu Hassan yeye akiomba msamaha akasema nisamehe tu. Lakini Emmanuel Nchimbi hajakuwa katika mstari wa mbele kuitetea serikali ambayo anayoihudumia kama makamu wa rais, ili kumtetea mkubwa wake ambaye ni Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo tofauti hizi ndizo zimechangia Emmanuel Nchimbi kuzuiliwa kuwa rais katika taifa la Tanzania na kukaa katika kiti cha enzi ikulu. Na kuna mambo ya udini. Emmanuel Nchimbi ni Mkatholiki, Samia Suluhu Hassan ni Muislamu. Tumeshuhudia hivi majuzi hapa Tanzania
kuna vita vya udini, tukaona hawa wengine Waislamu wenzetu wakisema ya kwamba tutakatana vichwa ikiwa Samia angeng'olewa mamlakani, ikiwa Samia angetishiwa. Waislamu wakasema, wakatangaza hatari kwamba kutakuwa na vita na watakatana vichwa. Karine hii ya uongozi wa vijana wa Gen Z ambao wanajua haya mambo, Samia Suluhu Hassan hakuchukua hatua yoyote kwa Muislamu mwenzake. Mbona anatoa vitisho kwa Tanzania? Kwa sababu sisi wote ni wa Tanzania, eti watakatana vichwa. Hakuchukuliwa hatua. Samia akanyamaza kwa sababu alikuwa anajua yeye ndiye anatetewa. Kwa hivyo vita hizi za udini nazo zinaendelea kuchangia Nchimbi kuwa adui wa Samia Suluhu Hassan. Nchimbi anamezea mate kiti cha urais 2030 mwaka 2030, na Suluhu anatafuta awamu yake ya pili ya kuchaguliwa ama kujichagua vile aliweza kujichagua. Sasa hataki kumuona Emmanuel Nchimbi. Sasa huenda Paul Makonda sasa atakuwa mgombea mwenza wake ikiwa hawatafaulu kumuondoa Nchimbi hapa katikati, ili wamweke Paul Makonda nafasi hiyo. Licha ya kumpandisha ngazi, watasubiri hadi mwaka 2030 Suluhu amchukue Paul Makonda kuwa mgombea mwenza, wakitangazwa ama wakijitangaza aongoze kama Rais Samia Suluhu Hassan na makamu awe Paul Makonda ambaye ataachiwa kiti hapo baadaye. Kwa hivyo imepangwa hivyo. Mwanaharakati Rachel Ndangwa ameweza kufichua hizo siri zote kwa pamoja. Lakini unajua siasa huwa inabadilika kila wakati. Ndio maana kuna siri kwamba mipango maalum ya kumua kiongozi mwenyekiti wa kitaifa Chadema Tundu Lissu ipo, ili auliwe asije akawa rais, kwa sababu imeonekana mwenye atakuwa rais Tanzania hapa kwetu sisi sio mwingine ila Tundu Lissu. Ndio maana wanamshungusha hapa na pale, wanamzungusha, wanataka kumpiga risasi akauawe, Paul Makonda achukue mamlaka baada ya Samia Suluhu Hassan. Sijui kama hili litafanikishwa vile inadaiwa. Niweza kufanya hayo katika uchambuzi wa siasa kupitia mtandao wetu baada ya siri hiyo kutolewa vile ilikuwa imepangwa. Naomba kutamatishia hapo, lakini tukipata taarifa zingine za ndani nitazileta. Kiwa hauja subscribe na kupembeleza, uchukue sekunde moja tu uponyeze batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Tukutane, kwa heri.